Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Baadhi ya Masadukayo, wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo, walimwendea Yesu wakamuuliza wakisema, "Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke lakini hana mtoto, amtwae huyo mke ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu 7, wa kwanza alioa mke akafa hana mtoto, na wa pili akamtwaa yule mke akafa hana mtoto, hata wa 3 akamuoa, na kadhalika wote 7 wakafa wasiache watoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote 7. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabiwao kuwa wamestahili kupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu hawaoi wala hawaolewi, wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni kama wana wa Mungu, kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu ufufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Naye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake." Neno la Bwana. Katika tafakari ya neno la Mungu Dominika ya 32 ya mwaka C wa Kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Tuko ukingoni na mwishoni mwa mwaka wa kanisa Kiliturujia. Ujumbe wa masomo unahusu maisha baada ya kifo, fumbo la maisha ya sasa na yajayo katika ulimwengu ujao. Kwa kuwa hakuna aliyeweza kuthibitisha kuwa hakuna maisha baada ya kifo, sisi tunaamini kuwa kuna maisha baada ya kifo, na tunamwomba Mungu atusahilishe kuyashiriki. Ni katika tumaini hili Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: maombi yangu yafike mbele zako, utegee ukelele wangu, sikio langu e Bwana. Na mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali: e Mungu mwenyezi rahimu, utuepushe kwa wema wako na yote yanayoweza kutudhuru, tuwe tayari rohoni na mwilini kutimiza mapenzi yako pasipo kizuio. Somo la kwanza la kitabu cha kwanza cha Wamakabayo, sura ya 7 ya kwanza hadi ya pili, ya 9 hadi ya 14. Ni simulizi la ndugu 7 waliokufa kifo dini kwa ujasiri kuliko kuzivunja amri za wazee wao. Huu ni wakati wa mapinduzi ya Wamakabayo karne ya 2 kabla ya Kristo, kipindi cha uongozi wa mfalme Antiochus mwaka 175 kabla ya Kristo. Hao walikufa kifo dini wakitii sheria ya Musa iliyowakataza kula nyama tamu ya nguruwe, ikisema, nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yake wala msiuguse mzoga wake,
huyo ni najisi kwenu. Walawi sura ya 17 aya 7 hadi ya 8. Katazo hili bila shaka ni kwa sababu mnyama huyu alitumiwa kwa sadaka za kafara kwa Wagiriki na Wababilonia kwa miungu yao. Kwetu sisi wana wa Agano Jipya hatukatazi kula nyama yake, na maandiko matakatifu yanasema wazi kuwa kila alichokiumba Mungu ni kisafi. Hakuna kilicho najisi kwa asili yake, lakini kwake yeye akionaye kitu kuwa najisi, kwake kitu kile ni najisi. Warumi sura ya 14 aya 14. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukrani. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya 4. Vitu vyote ni safi, lakini hakuna kilicho safi kwao walio najisi, wasioamini, bali akili zao zimekuwa najisi na nia zao pia. Waraka wa Mtume Paulo kwa Tito sura ya kwanza aya 15. Lakini lengo la simulizi hili kwetu sio swala la kula au kutokula nyama hii tamu ya nguruwe, bali ni kutuimarisha kiimani kuhusu maisha baada ya kifo na ufuko wa wafu, kama walivyokiri hawa ndugu wakisema, Mungu wa ulimwengu baada ya kifo atatufufua sisi tuliokufa kwa ajili ya amri zake, hata tupate uzima wa milele kutoka mbinguni, na alipewa hivi na kwa ajili ya amri za Mungu na tumaini kuvipokea tena. Ni afadhali kufa kwa mikono ya wanadamu na kuzitamania ahadi zitokazo kwa Mungu kuwa tutafufuliwa wote. Hivyo kwa walio waadilifu kwa amri za Mungu, maisha yajayo yatakuwa ya heri na furaha, lakini kwa wadhambi yatakuwa maisha ya mateso. Yesu kuhusu fundisho hili alisema, mimi ndimi huo uzima na ufufuo. Yeye aniaminie ajapokufa atakuwa naishi, naye kila aashie na kuniamini mimi hatakufa kabisa hata milele. Hili ndilo tumaini letu, tunapozishika na kuziishi amri na maagizo ya Mungu kupata uzima wa milele mbinguni. Ni katika tumaini hili Zaburi ya wimbo wa katikati inasema, E Bwana, usikie ombi langu la haki, usikilize kilio changu, utege sikio lako kwa ombi langu, lisilotoka katika midomo ya hila. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako, hatua zangu hazikuondoshwa. E Mungu, nimekuita kwa maana utaitika, utege sikio lako ulisikilize neno langu. Unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako, bali mimi nikutazame uso wako katika haki, niamkapo nishibishwe kwa sura yako. Somo la pili na waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Tesalonike. Ni mawaidha ya Mtume Paulo kuwaimarisha na kuwatia moyo wa Kristo wa jumuiya hii ambayo ilikuwa inateseka kwa hofu, wasiwasi na mashaka kuhusu siku ya hukumu ya mwisho. Akiwatia moyo, anawaasa wasifikiri sana juu ya wakati ujao, waweke nguvu zao katika maisha ya sasa, waishi vema kwa kutenda matendo mema bila wasiwasi, hofu wala mashaka. Kwani matendo mema ya sasa ndiyo yanayowahakikishia furaha ya maisha baada ya kifo. Hivyo wajikite katika kuishi kwa upendo wa Kristo, wavumilie yote kwa furaha na wabaki imara katika kila neno na tendo jema. Lakini pia anawaasa wadumu katika sala, wakiombeana, na Bwana ni mwaminifu, atawafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Injili nilivyoandikwa na Luka sura 20:27 hadi 38. Ujumbe umejikita katika kweli ya ufufuko wa wafu na maisha yajayo. Yesu anatoa fundisho hili akijibu swali la kizushi la Masadukayo kuwa mwanamke aliyeolewa na ndugu 7 na wote wakafa bila kuacha uzao atakuwa mke wa nani katika maisha yajayo. Ifahamike kuwa Masadukayo lilikuwa ni kundi la matajiri, wafanyabiashara na wenye ardhi wasioamini juu ya ufufuko wa wafu na uwepo wa malaika wala roho. Tunaweza kushangazwa kwa nini hawa ndugu 7 walimuoa mwanamke mmoja wakiachiana. Hii ilikuwa ni sheria iliyowekwa na Musa kwa lengo la kumpatia uzao ndugu wa kiume aliyekufa bila kuacha mtoto, ili kwamba jina lake lisije likasahaulika katika Israeli. Kumbukumbu la Torati sura 25 aya 5 hadi ya 10. Katika kujibu swali hili, Yesu anarejea maandiko matakatifu kwamba wafu watafufuliwa na Mungu wetu ni Mungu wa wazima na sio Mungu wa wafu. Lakini pia maisha yajayo ni maisha ya utukufu. Hivyo hakuna kuoa wala kuolewa. Walioko huko hawafi tena, kwa sababu wako sawa na malaika, wana mwili wa utukufu. Kumbe basi, maisha ya sasa sio aina pekee ya maisha. Kuna maisha mengine tofauti na haya, maisha ya utukufu na furaha isiyo na mwisho mbinguni. Zaidi sana, jibu la Yesu linatufundisha kuwa maisha ya mwanadamu hayapo katika mamlaka na umiliki wa mwanadamu mwingine. Uhai wa mtu haupo mikononi mwa mtu mwingine, bali kwa Mungu mwenyewe mwenye uwezo wote,
aliyeumba vitu vyote. Kila kiumbe hai kina sifa ya kufa. Sifa hii ni ya pekee, kwani kila kiumbe hai huogopa na kuikimbia, hasa binadamu, kwa kutaka kuishi milele duniani. Hii ni kwa sababu roho ya mtu haifi, na mafundisho ya dini mbalimbali yanakiri ukweli huu. Hata dini asili za Kiafrika zinakiri na kufundisha kuwa mababu zetu waliokufa zamani, roho zao zinaishi na zina mahusiano na maisha ya watu. Ndiyo maana kukiwa na shida kama magonjwa ya ajabu au vifo vya ghafla, wanaweza kusema kwamba mizimu ya mababu imekarisirika kwa kukosewa, na ili kujipatanisha nao linahitajika tambiko. Kwetu sisi wa Kristo, tambiko letu ni sadaka ya misa takatifu, tambiko la milele. Lakini kifo sio ukweli wa baadaye, ni ukweli wa kukutwa kuchwa, kwa maana tunakikabili kila siku. Chanzo cha kifo ni adhabu kwa dhambi ya wazazi wetu wa kwanza, kukosa utii kwa Mungu. Lakini kwa kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, kifo si adhabu tena, bali ni njia ya kwenda mbinguni, na hakuna njia ya mkato zaidi ya kifo. Ukweli ndio huo na habari ndio hiyo. Kumbe basi, maisha ni swala la uhai na kifo. Kifo ni mabadiliko kutoka hali moja kuingia hali nyingine. Mtu anayekufa amekuwa anaishi, na anakufa ili aishi tena. Tena kila hatua ya maisha ni kifo na maisha. Kuanzia mbegu za kiume na yai la kike vinakifa, mimba inatungwa, mimba inakufa, kichanga kinazaliwa, uchanga unakufa, utoto unazaliwa, utoto unakufa, ujana unazaliwa, ujana unakufa, utu uzima unazaliwa, utu uzima unakufa, uzee unazaliwa, na mwisho wa yote maisha huingia kifo, na kifo huingia maisha. Kumbe ni katika kuishi tunakufa, na katika kufa tunaishi, lakini mwisho wa yote kifo kitaangamizwa na uzima utatawala. Rejea Isaya sura 25 aya 8. Wakati kifo na kuzimu vitatupwa ndani ya ziwa la moto. Ufunuo sura 20 aya ya 14. Basi kama ni hivyo, kifo ni mapambazuko ya maisha mengine, maisha ya milele. Kama giza linavyoupisha mwanga, vivyo hivyo kifo hupisha maisha, maana kifo ni nukta ya pekee kati ya maisha ya muda na maisha ya milele. Hivyo kama mlinzi angojeavyo kwa hamu kubwa mapambazuko ya siku nyingine, ndivyo tunavyopaswa kukisubiri kifo, ili kitukute katika hali ya neema, tuweze kushirikishwa maisha ya milele kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1014. Ni katika tumaini hili Mama Kanisa katika sala ya kuombea dhabihu anasali hivi: E Bwana, tunakuomba upende kuzitazama dhabihu hizi, ili tujipatie kwa hamu neema za fumbo hili la mateso ya mwanao tunaloadhimisha. Na katika sala baada ya komunyo, anapohitimisha maadhimisho haya anasali: E Bwana, sisi tulioburudishwa kwa neema takatifu na kushukuru na kukuomba sana rehema yako, nayo neema ya uchaji idumu ndani yetu sisi tuliopata nguvu ya mbinguni kwa Roho wako. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Padre Pascale.